Assalamu alaikum na karibu katika dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 31 ya mwezi Januari mwaka 2026. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumamosi. Ni kualike kunako dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia aidhinisha ajira mpya 41,500, ajira 61,000 zazalishwa, miradi ya kimkakati, uhamisho wa vituo kwa utumishi wasitishwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Trilioni 13 kufungua uchumi miundombinu ya barabara. Habari katika ukurasa wa 3. Wengi walizotapeli mtandaoni kwa ahadi ya ajira masomo ghaibuni. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. BOT yaeleza sababu kuuza dhahabu ya ziada. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika ubunge amani haina mbadala. Habari katika ukurasa wa 3. Bengi Isa au kwa ubunge. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Chongolo atoa maagizo 7 kudhibiti udanganyifu shirika. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ufisadi uchawa kimeumana, TAKUKURU yawaita Shabibi Kangi, bosi wa TAKUKURU afunguka sakata likichukua sura mpya, orodha yasubiriwa, wasomi wataka hoja zisiishie bungeni, hatua zifuate. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Nukuu ni ya Crispin Chalamila, mkurugenzi mkuu TAKUKURU, ikisema kwa wajibu tu wa kiraia na kizalendo, Shabibi atakuja TAKUKURU, ataleta rasmi hizo taarifa pengine kuliko namna anavyofanya. Kwa hiyo tutamtafuta atupe hizo taarifa kama taasisi, na kama hatotufuata sisi tutamtafuta atupe taarifa alizonazo, tuzifanyie kazi kwa hatua zaidi. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 10. Maiti yafukuliwa yakatwa nyama. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Gazeti hili imeandika Bakhresa atoa ramani ya mafanikio kwa Gen Z. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Kila mfanyabiashara anatamani kufika mahali alipo, na kwa vijana wa kisasa wanapopambana kwenye kazi na biashara mbalimbali, nao wanamwangalia kama kioo. Lakini je, wangapi wanafahamu mapito ya jasho na damu ya Salim Said Bakhresa? Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. 1970 mwaka ambao Bakhresa alianza safari ya ujasiriamali, akianza biashara ndogo ya migahawa kabla ya kupanua shughuli hadi kumiliki kiwanda na kampuni zinazofanya vizuri barani Afrika. Kupitia uwekezaji wake ametengeneza maelfu ya ajira na kuchangia kwa kiasi kikubwa ukuaji wa viwanda na uchumi wa Tanzania na Afrika Mashariki. Mkakati wa kuijenga upya Tanzania waiva. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Mahakama ya mwashia Mwambe taa ya kijani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi Jumamosi ya leo. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose
usipate nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Nalo gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni wasiojulikana wafukwa kaburi. Ni la mzee wa miaka 85 aliyefariki kwenye ajali, ondoka na kipande cha nyama, familia yashtuka jeraha jipya, mwili wazikwa upya. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Habari picha ikionyesha wataalamu wa afya wakiwa kwenye kaburi alilozikwa Peter Kanyamala mwenye umri wa miaka 85 katika mtaa wa Mbalawala jijini Dodoma juzi, wakijiandaa kuzika upya baada ya watu wasiojulikana kufukua usiku wa Januari 29 mwaka huu. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Mahakama Kuu yapiga stop kanuni za waziri, yadai zinanyonya jamii, alishindwa kutimiza wajibu wa kushirikisha. Wananchi 5 wafungua kesi wakipinga 40% ya rasilimali za CSR iliyotengwa kwa sasa kwa jamii za wengi ni ndogo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Kicheko waajiriwa wapya 8,000 wagilamba mishahara. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Namna gazeti la Nipashe lilivyoweka furaha sekondari ya Bukandwe. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Mahakama yaridhia waziri wa zamani kumshtaki kamishna wa uhamiaji AG. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Jela ya miaka 20 kwa kujaribu kumuua mke mwenza kwa kumchoma kisu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Tunatazame sasa gazeti Uhuru ukweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni BOT yavunja ukimya, yakanusha vikali taarifa zinazosambaa mtandaoni kwamba ina mpango wa kuuza sehemu ya hifadhi yake ya dhahabu kufadhili miradi ya kimkakati ya serikali. Wafafanua uamuzi huo unalenga kurekebisha mizania ya akiba ya fedha za kigeni, kudhibiti vihatarishi vya uwekezaji. Habari katika ukurasa wa pili. Ulega ataja mkakati mpya kuboresha barabara nchini. Habari katika ukurasa wa 8. Nafasi ya mwanamke sekta ya madini, chachu ya maendeleo. Habari katika ukurasa wa 17. Gwajima atangaza neema ya mikopo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Mwezi wa Ramadhani vyakula visipandishwe bei, Dr. Mwinyi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Miaka 20 jela kujaribu kumuua mke mwenza. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako usome kwa undani zaidi. Nalo gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhan. Dr. Mwinyi asema Zanzibar ina chakula cha kutosha. Mahakama Kuu kuzindua mfumo wa kisasa usikilizaji kesi. Habari katika ukurasa wa pili. Serikali kusomesha madaktari bingwa 171. Habari katika ukurasa wa 3. Aliyemshambulia kwa kisu mke mwenza aswekwa miaka 20 jela. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. BOT yatoa ufafanuzi kuhusu biashara ya dhahabu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6. Serikali Burkina Faso yavunja vyama vyote vya siasa. Habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Gazeti Mwanahabari ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni imetimia. Ahadi ya Makonda kutoa fedha kwa waandaaji wa maudhui mitandao ya kijamii. Apokea bilioni 2 kutoka kwa Rais Dr. Samia. Atoa uelekeo mpya namna ya kupata mikopo. Waandishi wa online media, content creator na vijana wengine wenye vipaji kupata mitaji kujikwamua kiuchumi. Habari katika ukurasa wa 3. Gazeti hili limeandika mkakati kujenga upya Tanzania kimiundombinu. Wa Korea na wa Tanzania wakuna kichwa. Waziri Ulega asema utapunguza foleni na kuzimua uchumi. Habari ni katika ukurasa wa 3. Uwekezaji wa Dr. Samia kwenye sayansi waendelea. Wanafunzi 16 kusoma data science AI Afrika Kusini. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Ajira mpya za Rais Samia zaleta shangwe, matunda yaanza kuonekana. Habari katika ukurasa wa 5. Bilioni 26.9 kupeleka umeme vitongoji 218 Njombe. Habari katika ukurasa wa 4. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari katika ukurasa wake wa mbele. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni usikanyage waya,
Yanga na jeshi la vita Simba Azam Singida kuamua. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. CAF Champions League leo Jumamosi, Amani Complex Zanzibar, Yanga dhidi ya Al Ahly saa 10 kamili jioni. CAF Champions League kesho Jumapili, uwanja wa Benjamin Mkapa saa 10 kamili jioni ni Simba dhidi ya Esperance. Makundi CAF. Msimamo kundi B linaongozwa na Al Ahly mwenye alama 7 akifuatiwa na Yanga mwenye alama 4. AS FAR Rabat yeye ana alama 2 wakati JS Kabylie na wana alama 2. Jumamosi hii mchezo mwingine ni saa 4 kamili usiku, AS FAR dhidi ya JS Kabylie. Kundi D la Simba Sports Club, Simba na Buruza Mkia akiwa na alama 0. Malieni akiwa anaongoza akiwa na jumla ya alama 7. Esperance ana alama 5 wakati Petro Atletico yana alama 4. Jumapili saa 1 kamili usiku ni Pyramid dhidi ya Berkane, CAF Champions League. Kombe la shirikisho ni AS Oto dhidi ya Singida kesho Jumapili saa 10 jioni. Gazeti hili limeandika Ibenge huyu ndo Manula sasa. Kesho saa 1 kamili usiku ni Azam dhidi ya Nairobi United. Nyuma ya pazia Sterling na kibegi chake. Kituo kinachofuata ni wapi? Habari ni katika kurasa za ndani. Wasiwasi tupu Championship. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Ratiba ya mechi mbalimbali hii leo ni Leeds dhidi ya Arsenal, mchezo utapigwa saa 12 jioni. Chelsea dhidi ya West Ham, mchezo utapigwa saa 2 na dakika 30. Liverpool dhidi ya Newcastle United, mchezo utapigwa saa 5 kamili usiku. TPL Jumamosi ni Namungo dhidi ya KMC saa 1 kamili usiku, Majaliwa Stadium. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele Jumamosi ya leo. Magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu. Nalo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe katika ukurasa wake wa nyuma limeandika hawatoki Amani. Kocha mkuu Yanga Pedro Goncalves amesema ana imani kikosi chake kitafanya vizuri kwenye mchezo wa makundi, kwenye mchezo wa marudiano wa raundi ya 4 hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Al Ahly. Nyota Simba wa mkuna beka. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Watengeneza maudhui watengewa bilioni 2. Habari katika kurasa za ndani. Mashauzi ataka mabadiliko mziki wa taarabu. Habari katika ukurasa wa 21. Fela Kuti akumbukwa tuzo za Grammy. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii, lenyewe limeandika Yanga ya utakisasi ikiwa kabili Al Ahly. Hata hivyo Pedro afunguka, watacheza kwa tahadhari, ulinzi kuimarishwa Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 23. Gwe kicheko anza na rekodi 2 Msimbazi. Habari katika ukurasa wa 23. Benzema kimeumana Saudi Arabia. Habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Na gazeti hili linakamilisha urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV.